Mpili TV Online. Mwana michezo tuyatazame yaliyo mengi zaidi kutoka ndani ya klabu ya wekundu wa Msimba Simba, wakati ambao tayari dirisha dogo limeweza kufunguliwa na kuweka wazi zaidi kila mmoja katika nafasi yake, akiwa na nafasi kubwa ya kuweza kufanya maboresho makubwa na kuingiza baadhi ya wachezaji ambao anaamini ya kwamba wanakwenda kuisapoti timu yake kufanya vizuri na kutimiza idadi kubwa ya mahitaji na malengo ya kile ambacho amejiwekea. Sasa rasmi klabu ya wekundu wa Msimba Simba kupitia kwa CEO wa klabu hiyo, namzungumzia Madam Zubeda Sakuru, leo hii ameweza kuweka wazi zaidi ripoti ya Simba Sports Club katika upande wa usajili, katika upande wa dirisha dogo. Hatima ya Simba Sports Club kufanya maboresho makubwa ndani ya kikosi chao, aina ya wachezaji ambao wanasajiliwa ndani ya kikosi hichi katika dirisha dogo, lakini pia Madam CEO ripoti yake ikiwa pia inagusia katika upande wa wachezaji ambao wanaondoka ndani ya klabu ya wekundu wa Msimba Simba. Yote kwa yote ni sehemu ya kufanya timu inakuwa imara na timu pia inakuwa katika ubora na usanifu wa hali ya juu, ili kutimiza idadi kubwa ya mahitaji na malengo ya kila ambacho amejiwekea mezani zaidi, na timu iwe katika uimara na ubora mkubwa uliotuka katika sehemu moja au sehemu nyingine zaidi. Upande wa Simba, ripoti ambayo tayari Zubeda Sakuru amekuja kuiweka wazi zaidi ni ripoti ambayo imebezi katika mambo mawili. Moja ni namna ambavyo Simba Sports Club wanakwenda kufanya usajili wao kwa kina, ripoti ikiwa inafafanua na kueleza wazi. Lakini pia jambo la pili ni namna ambavyo Simba itakwenda kuachana na baadhi ya wachezaji ambao wameshindwa kudeliver na kutoa kile ambacho wamekuwa wakihitaji katika upande huo. Ripoti hii ya wachezaji wanaoondoka ipo katika maeneo mawili. Moja, kuna eneo ambalo wachezaji wanaondoka kwa mikopo, kuna eneo ambalo wachezaji wataweza kuvunjiwa mikataba yao. So kwenye upande wa wachezaji ambao wanaondoka ndani ya Simba, ni ripoti ambayo ina mataji au ina makundi mawili ambayo tutakwenda kushuhudia wachezaji hao wakiachana ndani ya klabu ya wekundu wa Msimba Simba. Ripoti hii ndio ripoti ambayo wale ambao wanahusika au kamati husika ya usajili ndani ya Simba wanakwenda kuifanyia kazi, ya kwamba tunahitaji eneo hili, tunahitaji eneo hili na tunahitaji eneo hili. Ripoti ambayo Simba wamekuja kuitoa kupitia kwa CEO ni ripoti ambayo imegusa katika pande mbili. Moja, Simba ikumbukwe wamemtambulisha juzi ambaye atakuwa kocha wao mkuu, kwa maana ya Steve Becker ambaye tayari ametambulishwa kama kocha wao mkuu ndani ya kikosi hichi. Within ripoti hii, moja ya walioshirikishwa na hichi ambacho kipo kwenye ripoti na haswa katika upande wa usajili, Steve Becker amehusishwa au ameshirikishwa katika sehemu ya kufanya maamuzi na wakati ambao timu inahitaji kufanya jambo kubwa zaidi. So kwenye hii ripoti pia kuna mkono wa coach Steve Becker katika sehemu moja au sehemu nyingine zaidi. Yes, Steve Becker ni wakati ambao Simba wametoa mapendekezo ya kwamba we need to improve in this, tunahitaji kuimprove eneo hili, tunahitaji kuimprove katika eneo hili. Lakini pia wakati ambao kwenye hii ripoti inafanyika, coach Steve Becker ni mmoja wa makocha ambao wamehusishwa, kwa sababu yeye amekuwa kwa muda akitazama klabu ya wekundu wa Msimba Simba, ubora wao uko wapi na madhaifu yao yako wapi. Ikumbukwe moja ya advantage ambayo Simba wanaipata ni kwamba Steve Becker pia msimu jana, mwishoni mwa msimu jana, alipata nafasi ya kucheza mechi moja ya kiushindani yeye pamoja na wekundu wa Msimba Simba. So akawa amepata game time ya kumsoma na kumtazama mchezaji mmoja mmoja ndani ya Simba. Huyu anacheza vipi? Huyu anacheza vipi? Lakini idadi kubwa ya wachezaji ambao walikuwa ndani ya Simba msimu jana, na haswa wale ambao wamekuwa katika ubora wa hali ya juu, ni sehemu ya wachezaji wengi ambao wameendelea kubakia katika kikosi hicho. So imekuja kuwa ni njia rahisi au kumekuwepo na urahisi wa ripoti ya Simba Sports Club kuja kufanya vizuri na kutimiza kila ambacho wamejiwekea. Ukimtazama coach Steve Becker kwenye ripoti na uongozi wa Simba, pia akishirikishwa Suleiman Matola ambaye amekaa na timu kwa muda mrefu zaidi. Moja ya maeneo ambayo kwenye ripoti hii yanaonyeshwa kufanyiwa maboresho ni katika safu ya ulinzi. Simba within safu ya ulinzi wanahitaji wachezaji wawili katika hili dirisha dogo. Moja, ripoti inaonyesha kwamba Simba wanamhitaji beki mmoja wakati
ambaye atakuja kusimama katika eneo ambalo kina Shamu Karibwe wameshindwa kuwa na ubora mkubwa zaidi. Lakini pili, mchezaji wa pili ni beki ambaye atakuja kucheza kama beki nambari 3, fullback left, upande ambao anacheza Anthony Sixbert Mrigo, ndio upande ambao tunakwenda kushuhudia Simba wakifanya improvement na kumuingiza mchezaji mwingine katika upande. So ripoti inaonyesha kwamba katika upande wa wachezaji wanaocheza kwenye eneo la ulinzi, Simba inahitaji wachezaji wawili, lakini kwenye eneo la kiungo Simba pia bado wanahitaji wachezaji wawili. Moja, Simba inamhitaji kiungo mkabaji, na pia Simba inamhitaji within kiungo mshambuliaji au kiungo ambaye anatokea pembeni kwa